Nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Sasa kanuni ya imani yetu katika nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, yani Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatoka kwa Mungu Baba na kwa Mungu, ndio maana atokae kwa Baba na Mwana. Na ndio maana alipokuwa napaa anasema, napaa kwenda kwa Baba yangu ni Baba yenu. Nikienda huko nitakwenda kuwaletea Roho Mfariji, Roho Msaidizi. Na huyo atakuwa na kazi, atashuka kwenu, atawaimarisha ili na kuwatia katika kweli yote. Atawakumbusha yote mliyosikia ambayo mlikuwa mmesikia na kuelewa mkasahau. Atawafundisha yale ambayo mlisikia mkuelewa, alafu atawaongoza sasa katika harakati ya masuala mazima ya kupeleka habari njema kwa mataifa yote. Ndio maana Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na kwa anastahili kuabudiwa sawa na Mungu Baba na Mungu Mwana. Anastahili kuabudiwa sawa na Mungu Baba na Mungu Mwana. Roho Mtakatifu analeta uzima kwa uongozi wake. Anafanya ndani ya watu mbalimbali, kama vile analifanya kazi ndani ya watu mbalimbali. Ndio maana nasema Paulo sasa kwamba aliyenena kwa vinywa vya manabii. Maana yake Mungu alipokuwa na wateua manabii kwa ajili ya kupeleka ujumbe wake, alikuwa anawashushia Roho Mtakatifu, na walikuwa naongea na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sio kusudi wasifanye mambo yao, wafanye yale yaliyodhamiriwa na kusudiwa na Mwenyezi Mungu anapowateua na kuwatuma. Aliwapa ujumbe wake wautangaze. Sasa ndugu zangu, na Bikira Maria pia tunajua alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana ndani ya Bikira Maria alimshukia na kumwezesha amzae Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na pia alikuwa Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Yesu kwa kumuongoza na kumwezesha kuhubiri ndani ya kanisa kwa viongozi. Na Roho Mtakatifu huyo aliyemtuma Mungu Baba na Mungu Mwana anakuwa ndani ya viongozi wa kanisa kusudi waweze kutekeleza utume wake wa kutangaza na kuhubiri Injili duniani pote. Kwa hiyo viongozi wanaongozwa na Roho Mtakatifu, wasihubiri ya kwao. Sasa kwa kuwapa na vile vile huyo Roho Mtakatifu anatoa karama mbalimbali. Na huyo Roho Mtakatifu ndugu zangu, majina machache, anaitwa msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi wa mitume. Huyo Roho Mtakatifu analeta roho wa kweli, sio roho wa uongo. Alafu huyo Roho Mtakatifu pia anaitwa Roho wa ahadi, kwa sababu Yesu aliahidi kwamba atakwenda kumtuma Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ilipokuja maana yake Roho wa ahadi aliyoahidiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu ni Roho wa Mungu. Alafu Roho wa Kristo, Roho wa utukufu na Roho wa Bwana, ndio Roho Mtakatifu. Basi mambo mengine turuke. Sasa Roho Mtakatifu ana matunda yake. Matunda ya Roho Mtakatifu ni yapi? Matunda ya Roho Mtakatifu, mtu aliyekuwa na Roho Mtakatifu ana upendo. Matunda ya Roho Mtakatifu ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, ukarimu, wema, utu wema, upole, uaminifu na utaratibu, kiasi na usafi wa moyo. Hayo ndio anasema, hayo ndio matunda ya Roho Mtakatifu. Mtu anayeongoza na Roho Mtakatifu anakuwa na mambo, anakuwa na upendo, ana furaha, ana amani, ana utulivu, ana uvumilivu, ana ukarimu, ana wema, ana upole, ana uaminifu, ana utaratibu, ana kiasi na usafi wa moyo. Sasa
kuna kila ambacho wote tulijifunza kwenye kipaimara. Yapi mapaji ya Roho Mtakatifu eti? Mapaji ya Roho Mtakatifu ni hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Yala muhonji na pepo yuka. Halo. Ongela sana. Maana tulijifunza wakati wa kipaimara si? Ina mambo asemiwe kunano ni sawa sana watu wa ndoa. Unaweza ukawafundisha mafundisho kwa kina, mapana na marefu, namna ya kuishi pamoja, mahusiano ya mume na mke. Wakuseleka bao. Wakuseleka wanaenda kwenda kuishi kivyao sasa. Ndio maana inaingia mtafaruku. Na ndio maana mafundisho yale inabidi wote wawili wawepo. Ukumfundisha mambo ya kuishi na mwenzako. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tuelewe. Sasa hekima ni nini? Tutaelewa. Tutafafanua kimoja baada ya kingine. Tumesema kwamba mapaji ya Roho Mtakatifu na hekima, uwezo nani? Sasa hekima ni uwezo wa kupima na kuamua. Hiyo ndio hekima yenyewe. Maana yake hapo natumia akili kupambanua akili. Hiki ni chema au kibaya? Akili, hekima, akili. Alafu akili, uwezo wa kuelewa mafundisho na mambo. Ni uwezo wa kutambua na kuepa mitego ya shetani. Shauri ni uwezo wa kutambua na kuepa mitego ya shetani. Ni uwezo wa kushinda vishawishi na uwezo wa kuvumilia mateso. Ana tunajua sasa kuiba ni kubaya. Wewe bwana yake umepata sasa tamaa, na baada ya tamaa sasa umetamani kitu cha mwenzako. Baada ya kutamani sasa una nguvu ya kujua sasa kwa yote uamuzi sasa, hekima hapo kwamba kwa yote kuna kitu naambia nisiibe kitu cha mwenzangu. Hata kama ninahitaji, ninakosa mahitaji, kuna kanuni hizi tatu. Au unajieleza tu. Ni sawa pengine sasa tunakaribia saa 6. Mama si pengine kwa uzembe au kutokujua hapa mwetu mwana no akekula mwe jaba si wa kisilo si. Sasa baadaye mtoto unafikiri anamwamurisu unasonga amekula, anakwambia unga umekwisha. Atakwambia anaelewa. Mtoto wa miaka 3 4 ngazi komolo kusema anaenda akachukua kule, sasa kwambia unga umekwisha kwenye. Sasa baadaye wewe mama unaanza kuhangaika sasa, watoto igongi tendo sasa wakusa no. Nianze kutayarisha chochote kidogo, mtoto akija hapa anafurahi apate chakula tena. Bana watie bana wamkiniki wite. Baadaye watoto wakishiba wanacheza. Wasiku kama washiku wanacheza. Mimi wangu kubemba no vivemba ila na kuitakira ila. Alafu baadaye tunaendelea. Elimu, uwezo wa kumtambua Mungu na kufundisha dini. Ndio ana elimu ya dini, maana yake basi uwezo wa kufanya nini? Wa kutambua na kufundisha dini. Uwezo wa kumtambua Mungu na kufundisha nini? Dini. Kumkaribia Mungu kwa njia ya ibada mbalimbali. Kuna ibada ya misa takatifu, kuna ibada ya rozari, kuna ibada ya njia ya msa, kuna ibada ya mazishi. Sio jamaa? Alafu kuna ibada pengine ya baraka. Sasa haya yote haya maana yake tunapofanya ibada, lengo letu ni kumkaribia Mwenyezi Mungu, kwa jirani na Mwenyezi Mungu, kumueleza shida zetu, mahangaiko yetu na taabu yetu. Sasa pengine na kwenye ibada hapa
kuna amri ya Mungu inasema shika kitakatifu siku ya shiriki misa takatifu siku za Bwana na sikukuu zilizo amriwa. Alafu kuna uchaji kwa Mungu, uwezo wa kuepa dhambi tukimkosea Mwenyezi Mungu, kuepa dhambi za kumkosea Mwenyezi Mungu. Uchaji sio mahala Pake. Na niwaambie siku hizi, unajua ukiangalia wengine wamegeuza sasa, pengine kwenye makanisa yao wamegeuza kwa mahala pa burudani, sio? Biluka wakadaluka na kudaluka no. Sasa Mungu anihurumie, sio? Wananiegua na kuniegua sasa. Sasa umekuwa ukumbeni hapa na chini hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na chini. Mungu anihurumie jamani. Sasa tunaingia sehemu ya 4. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Sehemu ya 4 ya kanuni ya imani ni kusadiki kwa kanisa, na tena kanisa hilo moja takatifu Katoliki la mitume. Kusadiki kwa kanisa. Kanisa maana yake tuelewane, kanisa ni jumuiya ya watu wanaomwamini Mungu kwa kusikia na kushika mafundisho ya Yesu Kristo. Sio hili jengo hili. Sisi tulijenga litusaidie sisi jamii ya waumini, sisi tunayosikia na kufuata mafundisho ya Yesu Kristo, tufanye mambo yetu ya kumhimidi, kumtukuza, kumwabudu, kumshukuru na kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tonyindo nyale makutu tonyela sawa. Peli walisuwa. Wewe fikiri tungekuwa tunaendelea na semina ile kwenye juu hapa, ndio iwalinga nyanga kayo kuisi zila umekangi jasho linatoka. Nadhani nimeelewa. Kusadiki kwa kanisa. Kanisa maana yake ni jumuiya ya watu wanaomwamini Mungu kwa kusikia na kushika mafundisho ya Yesu Kristo. Sasa ndugu zangu, wanajumuiya hawa ni wale waliobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna kanisa la Mwingira, sio? Sijui kuna kanisa la nani, kuna kanisa makanisa ya watu. Sisi hili naitwa kanisa Katoliki, na Katoliki maana yake ya watu wote, sio la mtu. Sio la mtu. Sasa kuna makanisa ya watu.